alishawahi kukutana na manabii wa uongo, aje akutane na manabii wa kweli. Na yeye atabiriwe, tumwambie hivi, nyakati za mwisho bado. Yalimshinda Paulo, maana alisema sisi tulio hai tutakuja wao wala. Mpaka leo Yesu ajaje. Wakaanza kuuza mashamba, uporoto unaleta hela. Sasa kesho wakaenda kulima, wanalima. Wakauza mashamba, wakauza nyumba, wakaita hela kulipa mitume. Uza leo. Ole kama kwa stendi. Pendwa, uza nyumba. Pastor Mainya, hebu uzeni nyumba kweli tutapata mabilioni hapa. Tukiuza wote nyumba, tutapata mabilioni hapa. Si ndio bwana? Tutaweka hapa. Asubuhi kumekucha, tunatakiwa shule. Ndio kweli. Kwa ule ni ufunuo ambao baadaye Paulo alimshinda, akatumia hekima za Yohane, asiyefanya kazi asile. Unajua alipiga ufunuo, alafu baadaye akaanza kumuelemea. Maana sadaka kama zikikusanya 40,000 zote watoto wanaangalia shuleni. Kila mbele ajua masika. Sasa jamani, sifanye kazi. Asipige msosi. Enda kwa mfano pale. Haleluya. Kwa hiyo hata leo ninasema kazi ya Roho Mtakatifu ni kukukumbusha cha Mungu kiwe cha Mungu. Cha Mungu ukikiweka kwenye bajeti yako kitakusumbua. Cha Mungu ukikichanganya, alafu kaambia Roho Mtakatifu nilinde, Roho Mtakatifu nilinde, alafu naangalia cha kwangu kala. Roho Mtakatifu nilinde. Unajua hata walinzi ndio wajaga watu lile bado walipa. Au sasa mweke mlinzi. Cha kwanza utaingia mkataba. Wewe una mkataba gani na Roho Mtakatifu? Wewe una mkataba gani na Roho Mtakatifu? Kazi ya Roho Mtakatifu ni kufundisha. Nakwambia hivi. Ile mmoja kidogo sana. Pepo akimtoka mtu anasema tarudi kwenye nyumba niombe. Na ndio maana mtu akija kwenye pepo hapa, kwa sababu ndani kuna Roho wa Mungu, kwanza hawezi kunishika. Kuna nguvu. Haleluya. Anaanza kupiga kelele. Naomba. Nini? Kwa sababu ya ile neno ambalo liko ndani. Inamfanya yeye aone ni uchafu. Sababu mwingine akakutana na mtu ambaye ana nguvu za Mungu, anaweza kaanza kutapika. Unanielewa? Kwa nini? Kwa sababu anaona kichefuchefu. Sasa analionea kichefuchefu neno, sababu tayari linamkera. Ondoa neno uone. Tayari kuchukua rafiki wa pepo. Kwa pepo anaona pamefagiliwa, uongo upo, ulevi upo, utapeli upo. Yes. Ndio anakwenda atena anaanza kukuwao. Wow. Maneno 100 hata moja la kweli. Na kanisani huko. Kwa hiyo ndio maana Kristo wengi wakaisha na ujinga kama vile Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha. Kwa Roho Mtakatifu ni kuwa kweli mbele za Mungu, kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Sio maana? Haleluya. Unakuwaje mwaminifu mbele za Mungu? Kuyafuata yale aliyokufundisha na kuyafuata aliyokukumbusha. Imeandikwa, mwabudu Bwana peke yake. Haya ni maagizo. Bwana anatukumbusha. Atufundishi tena, atakukumbusha. Haleluya. Lakini yako mengine ambayo yako shirini yamesababisha wewe ufunikwe. Roho anakuja anafunua, unakuwa huru. Bwana tuweka huru, unakuwa huru kweli kweli. Soma kifungu cha mwisho. Notebook yangu. Soma kifungu cha mwisho. Alafu tuingie kumsihi Roho Mtakatifu. Yohana 16. 13 mpaka 15. Soma pastor. Yohana sura ya 16 mstari wa 13 hadi 15. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, ataongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe,
lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Na yote aliyonayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Unaona Biblia inasema atakapokuja Roho Mtakatifu hatakuja na mambo yake, atatwaa yaliyo ya Kristo na atakuja kutupasha habari. Lakini Biblia inasema hivi, atakapokuja huyo Roho atawaongoza awapeleke kwenye kweli. Haleluya. Wagalatia 5:16 Biblia inasema hivi, basi nasema enendeni kwa Roho. Haleluya. Wala hamtazitimiza tamaa zinazoweza kututenga na Kristo. Haleluya. Atakapokuja huyo Roho, yeye mwenyewe atawachukua, atawaongoza. Ngoja bwana, sikiliza kitu. Haleluya. Angalia mfano huu. Hizi nini? Nenda chukua. Sasa Roho atakapokuja anatakiwa akuongoze utoe fungu la 10. Utoe nini? Sasa unatakiwa atakapokuja Roho atawachukua, atawapeleka kwenye kweli. Maana kwenye kweli ndipo kwenye majibu. Waelewa sana? Majibu yako yanategemea kweli ya Mungu ndani yako. Haleluya. Majibu, kupokea kwako kunategemea ile kweli ya Mungu ndani yako. Haleluya. Hakutegemei kukaa kwenye miguu ya kwenye maombi masaa 40. Majibu yako yanategemea kanuni za Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwamba mimi nimetakiwa nikanywe metacafeine ili nipone malaria. Hakuna njia nyingine. There is no way. Haleluya. Kwamba hakuna njia nyingine ya kusema mimi nitakunywa. Daktari amesema mimi nitakunywa metacafeine. Haleluya. Alafu mimi nataka kwenda kunywa aspirin. Ndapona. Malaria itaendelea kunitafuna. Watu leo wanaendelea kutafunwa na laana kwa sababu ile kweli ya Mungu. Anapokuja Roho Mtakatifu, alafu akakuchukua wewe kutaka kukupeleka kwenye kweli, kwa sababu kwenye kweli ndipo kwenye mafanikio. Kweli haipo kwa sababu wewe umefunga siku 40. No. Kweli ipo kwa sababu umeongozwa na Roho, amekupeleka kwenye kweli. Uko kwenye kweli ndipo kwenye uponyaji wako. Haleluya. Kwenye kweli ndipo kwenye kila heshima yako. Haleluya. Kwenye kweli ndipo kwenye kuinuliwa kwako. Biblia inasema na mtaifahamu kweli, and you shall know of truth, and the truth shall make you free. Haleluya. Mtaifahamu kweli, nayo kweli shall make you free. Tawekwa huru. Sasa ile neno linapokuwa huru lenyewe. Lakini kama ile neno halipo ndani yako, nataka nikwambie utaishia kulalama. Nabii anaombea tu watu wengine. Nabii hajawahi kunitabiria. Sasa akutabiria nipo wakati moyo wako umejaa uongo. Moyo wako wenyewe giza. Hauko tayari kuwa mweupe. Haleluya. Yaani wewe hauko tayari kuwa mweupe. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kunichukua mimi, kunipeleka kwenye kweli. Kweli ni neno la Mungu. Kama Roho Mtakatifu nitakosana naye, basi maana yake Roho Mtakatifu ataniacha. Nikitafuta kweli nitaitafuta kwa akili zangu, sitaweza kumwona Roho wa Bwana. Nikitafuta kweli kwa akili zangu,
kama nabii mpaji, wakati ile nguvu Roho Mtakatifu ananiambia kabisa, mshahara wangu mpendwa ni 200,000. Toa 20,000. Sema sikiliza. Ulipokuwa unapanda, ulikuja tukaomba. Umevuna, wasema mimi nimevuna fungu la 10 sipeleke. Bwana ule mshukana kwenye gala. Hata panya leo mchungaji chakula. Kwa nini? Kwa sababu hukumshirikisha Kristo. Wewe ulipanda naye, wakati wa kuvuna ukavuna naye, wakati wa kuhifadhi kuweka galani akakuona una adabu. Kwa sasa mimi nitageuza shingo. Nione akili zao zitafika wapi. Niko naambia leo msibani bwana. Niko kwenda. Jirani yangu kwenda kujenga. Kama msifadhaike mimi ni kweli. Lakini mipango yetu sio mipango ya Mungu. Juzi marehemu alikuja hapa, akaniambia Mpaji, tuchange mpira tuweke kutoka kule tupute wa maji. Nikamwambia sawa. Tulikuwa tunapanga mambo ya siku 7, kumbe kabakiza masaa. Sasa. Tulikuwa tunapanga mipango. Sasa ajabu ni tulikuwa tunapanga mipango ya kuvuta nini? Bomba. Nataka kumbe niongee naye. Sibaki sekunde zinakwenda cha. Mauti inamuita sai. Njoo. Nasema njoo. Sema njoo. Haraka jamaa. Kavaa koti. Unaenda mbele kuja. Umeenda kukutana na mauti. Unaenda mbele kuja wewe. Si kuishi. Mwingine naye anasema mimi nataka nipeleke nimsindikize maiti. Kapata ajali, ngoja nimsindikize ndugu yetu, rafiki yetu. Hajafika pale. Sasa leo nauliza, naambiwa hawa jamaa walikuwa kwa chama cha kufa na kuzikana. Aliyekufa mwenyekiti ndiye aliyekufa. Katibu ndio mwingine. Yaani katibu na mwenyekiti. Hamzikana. Mwenyekiti kama sai, katibu akaanza kutamsha watu. Na mimi niende. Kafika Tukuyu, mauti sema, nasema njoo. Njoo. Roho Mtakatifu atakukumbusha, atakuonyesha hata yale ya kesho. Kama mwanangu hapo unapokwenda wametega mtego mwanangu. Zile zako. Ila leo nakupa katika ulimwengu wa roho. Live. Haleluya. Roho Mtakatifu. Ambacho kinatokea dakika 2 kwako, Roho Mtakatifu anakuambia. Kama una rafiki na Roho Mtakatifu, kinywa chako sio kinywa chako. Yaani unakitumia kupaka lipstick na uongo. Utashuka aishi, kumbe hiyo ndio jeneza lako. Unaopanda nyingine. Yaani unashuka yenye uzima. Unasema hii imejaa bwana, ngoja nikimbie hii. Mbona ndio kuingiza kwenye kajeneza. Kumbe nini? Kinywa. Watu leo wana vitu vya ajabu kwenye vichwa. Mioyo yao imebeba vitu vingine vichafu ambavyo Roho Mtakatifu amekuwa maadui kwa hao jamaa, alafu shetani ndio amechukua nafasi kwamba rafiki. Lakini kwa nje ni rafiki kweli wa Yesu. Mimi nampenda Bwana Yesu. Mimi nampenda nabii yule nabii bwana. Unajua mimi nazipenda ibada za pale, tufuatiliani. Mimi siwezi kufuatilia kilo wa Bwana. Hawezi. Sasa akikufuatilia roho wa Bwana atafika. Kweli mimi sikufuatilii. Nifuatilia mimi nitakuwa na wapi? Unaishi Uyole, unaishi Sai. Sanga, mafuta gani sema yamepanda. Ndio sisi kabisa ndio. No. Nani? Sasa
Wewe utanipatia mimi utaniweza. Nakuja nyumbani utasipo. Lakini roho Bwana tuko naye kila wakati. Kila dakika. Ukimkorofisha na anakupa mgongo, utapigwa ngumi. Na mtoto yule mzao. Haleluya. Kwa hiyo watu wengi sana wamefika mahala hawajijui wako wapi. Nini mbona maisha yangu magumu? Si ujiulize hebu ndani, ngoja. Rafiki yako naye. Roho Mtakatifu akija atawafundisha na kuwakumbusha. Atawachukua wapeleke kwenye kweli. Unaona Yaani atanichukua mimi mpanji, atanipeleka na mimi nikisimama kwenye kweli, maana tayari ile pepo la roho uongo litakuwa juu yangu. Likiniona litakimbia. Si ndio? Lakini uongo ukikuona ndio unaanza wow. Kazi ya Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu, na tunasema ndio kila siku. Kazi ya Roho Mtakatifu sio kama vile walivyokudanganya jana wale watu ambao hawajasoma kwamba wanakuchosha tu wewe. Kazi ya Roho Mtakatifu sio hivyo. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuchukua mtu kumbeleza kwenye mafanikio. Toka asubuhi sasa kwanza mili yake nini tu. Paulo anasema sauti zilizokuwa na maana ni za kijinga. Na hiyo ndio ni ujinga huo. Sasa Roho sio ujinga. Nini Roho Nika kweli. Kisa ulipokuwa mnanena pale ndio pepo likaja yeye yule. Simama na sema. Yeye yule. Yeye yule. Nani yeye yule? Yeye yule. Anasema yeye. Mimi ni Bwana. Yupi? Bwana wako hivi. Mimi ni Bwana. Nasema hapa kilemba kwa kwenda mbele. Sketi za marinda na ukata nywele. Na mtiro wa Bwana kupepe. Ukibarikiwa mtu mmoja anatoka. Aje kwa sema Bwana anasema ni nani anatoka ndani. Bwana amesema amewaona watu wake. Mnaanza kuja. Hapo Bwana amekona na kuja. Unafikiri wewe? Sasa kanisa limekuwa tunaolia. Ustaarabu hawana. Vipi mtishi? Yaani unafikiri? Vipi ukilia wala mtishi? Kwani kulia ni upako? Wewe kama unalia kwa sababu umefanya dhambi mwenyewe. Dhambi ya uongo, wameshaambiwa kama uongo, huko katikati ya mabito. Sasa hapa ni Bwana anatembea nini mbele alikuwa anajisaisha. Ukilia mimi wala msingui. Wote watu wenye PhD zao, watu wenye bachelor, watu kwa faranga ya baba. Full score ya baba. Kitulano ya baba. TG imani tofauti. TG ukiweka hapa anakwambia mkitulano je uko. Lakini ya baba wote. Amjaunya. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukumbusha na kufundisha kwamba Mungu ni Alfa na Omega. Haleluya. Abadiliki. Haleluya. Mungu mwenzako Yesu Kristo abadiliki. Yeye ni Alfa, yeye ni Omega. Amejaa nguvu za ajabu. Haleluya, glory. 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 Haleluya, glory.
ana kazi ya kurekebisha. Yeye ni mfundishaji. Inawezekana ulikuwa unaimba kwaya huko ulikotoka, lugha ulikuwa unanena, lakini kinywa chako pia shetani alikuwa anatumia kwa ajili ya kuangusha watu na kuwakwaza watu. Umekuja hapa, lugha tutaki, Yesu akusa utaini. Taki lugha ndio kinga hizo. Ndio kusawishwa kwa jifona hati huko umevamiwa na mapepo. Bwana anasema kwa mchonganishi mkubwa wewe. Na umewavuka wengi wewe. Kile chako kinatoka maneno na vitu vinanuka. Afuara anasema mimi nafika Roho Mtakatifu. Nafika Roho Mtakatifu wapi? Fungu la 10 mwizi. Fungu la 10 mwizi wewe. Mimi ni rafiki wa Roho, kazi zangu mimi nafanya kazi ya kujaza watu roho. Una roho wewe. Mara mwisho ukiimba fungu la 10 ilikuwa nini? Na Biblia inabadilika. Biblia inabadilika. Inabadilishwa. Sasa sisi tufike mahali tutubu kwa ajili ya wengine. Haleluya. Lazima tufike mahali tutubu kwa ajili ya watu wengine walioingia kwenye imani ambazo hazimpi Mungu tukufu. Imani zilizojaa mashaka. Imani sio na mwelekeo. Unafikiri unaambia vile? Sasa kwa sababu kweli. Kwa mimi najali vita yao. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kukuchukua kupeleka kwenye kweli. Sikiliza. Namaliza kitu hiki. Majibu yako kwenye nini? Yako kwenye kama wewe uko huku, manake Roho Mtakatifu anakuchukua hapa. Haleluya. Sasa hawezi kukuchukua kama una sadaka. Atakuchukua Roho Mtakatifu mpaka wapi? Kweli? Kweli? Unaona hivi? Yaani kuna mahali Roho Mtakatifu anatakiwa kukutoa. Haleluya. Alafu Roho Mtakatifu akisha kutoa mahali fulani, alafu ajue anapeleka wapi. Maana kwenye kweli ndipo kwenye uponyaji. Kwenye kweli ndipo kwenye heshima. Kwenye kweli ndipo kwenye kuinuliwa. Kwenye kweli ndipo kwenye kuponywa. Kila kitu kiko kwenye kweli pale. Kwa anakutoa huku yeye, anakupandisha kwenye kweli. Ukifika pale, unaweza kuwa na degree kwa sababu ya kweli. Kikweta akakujua. Degree yako moja ulionayo hiyo au diploma kwa sababu ya kweli, usalama wa taifa akakufahamu. Bwana Biblia inasema kwa sababu umependa haki, umechukia maovu, Bwana Mungu atakutia mafuta ya shangwe kuliko wengine. Mafuta ya shangwe wapi? Kuliko wapi? Nani anataka mafuta ya shangwe? Anyosha mkono. Nyosha mkono. Simama mahali uliposhika na sadaka yako. Haleluya. Hebu twende mbele za Bwana ukamwambie Bwana, ninatubu kwa ajili ya mafundisho manyonge. Ninatubu kwa ajili ya roho zinazotembea kinyume na mapenzi yako. Baba, lichukue kanisa lako. Nichukue mtumishi wako. Nipeleke kwenye kweli. Kweli iko juu sana, iko kwenye kinara. Baba, katika jina la Yesu. Ninakutukuza Bwana, ninakubariki vile umekuwa ni Mungu. Katika jina la mwanao Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu uliye hai. Niko mbele zako Bwana, ninahitaji ukapate kuonekana. Asante Bwana wa majeshi, Mungu ambaye unastahili kuabudiwa. Mungu wetu na Baba yetu, na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu unayestahili. Asante Bwana wa majeshi, Mungu ambaye unastahili. Baba yetu na Mungu wetu, unamjua, unatujua, unalijua kanisa lako. Roho Mtakatifu, asante kwa sababu wakati wako umefika Mungu, wa kutuchukua, wa kutupeleka kwenye kweli yako jemedari.
katika jina la mwanao Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu uliye hai. Ninakutukuza Bwana kwa sababu ninauona uponyaji wako sasa. Ninaona vile unavyolitetea kanisa lako Jemadari. Asante Mungu Roho Mtakatifu kwa ajili ya kazi ya msalaba. Mungu wetu na Baba yetu, na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu unastahili. Asante Simba wa kabila la Yuda, Mungu usiyeshindwa. Katika jina la mwanao Yesu Kristo wa Nazareti, ninakutukuza Bwana, ninakubariki. Ninakamata kila nguvu ambayo inazuia katika jina la mwanao Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu uliye hai. Roho Mtakatifu, asante kwa sababu wewe ni Mungu. Ninakutoa kwenye madhabahu ya uchawi. Kwa kweli ya Kristo ninaamuru kila uchawi. Haya wewe pepo, toweka kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Ninakutukuza Bwana, ninakubariki vile umekuwa ni Mungu. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya saa hii Jemadari. Ninalibariki jina lako na kulitukuza mwaminifu. Baba yetu na Mungu wetu, na ijulikane katika jina la mwanao Yesu Kristo wa Nazareti. Baba yetu na Mungu wetu, na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu. Asante Simba wa kabila la Yuda, Mungu usiyeshindwa. Mwambie Bwana Yesu, nichukue nipeleke kwenye kweli. Mwambie Bwana Yesu, nichukue nipeleke kwenye kweli. Baba, katika jina la Yesu ninakutukuza Bwana, ninakubariki. Asante Simba wa kabila la Yuda. Neno lako Jemadari ni neema kwetu. Neno lako Bwana ni msaada kwetu ajabu. Na kwa maana Mungu tunahitaji ukapate kuonekana. Mungu wetu na Baba yetu, na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu unastahili. Asante Simba wa kabila la Yuda, Mungu usiyeshindwa. Katikati ya miungu Jemadari hakuna Mungu kama wewe. Tuchukue Bwana, tupeleke kwenye kweli. Angalia Bwana, tunatubu kwa ajili ya kanisa. Na ndio maana Mungu tuko mahali hapa, mfalme wa amani. Tunalibariki jina lako na kulitukuza mwaminifu. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo wa Nazareti, ninalibariki jina lako na kulitukuza mwaminifu. Wewe ni Mungu, mwingine hapana katikati yetu. Na ndio maana Bwana, wakati huu tunaliita jina lako tukisema wewe ni Mungu, mwingine hapana. Tuchukue Bwana, tupeleke kwenye kweli yako Yehova. Tunahitaji nguvu zako zikatufungue. Tunahitaji nguvu zako zikatufungue. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Na ndio maana Bwana, jioni ya leo tunahitaji majibu ya kweli. Tunatubu Jemadari kwa ajili ya kanisa. Tunaomba rehema Bwana kwa ajili ya kanisa. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa sababu unastahili. Niko tena mbele za uso wako Jemadari. Ninahitaji uwezo wako na nguvu zako Yehova. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo wa Nazareti, ninakamata kila roho kwa jina la Yesu. 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 Kwa kweli ya Kristo, kamata kila roho. Kwa kweli ya Mungu, kamata kila roho. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, ninakutukuza Bwana, ninakubariki. Wa kabila la Yuda, Mungu wetu na Baba yetu, na ijulikane kwamba wewe ni Mungu. Ninakamata kila kitu kwenye tumbo la mama huyu. Ninakamata uchafu 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 kwenye tumbo la mama huyu. Waliovisha ushanga akiwa mtoto mdogo. Ninakamata nguvu za uchawi. Ninakamata nguvu za uchawi kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Mungu wetu na Baba yetu, Baba, katika jina la Yesu ninakutukuza Bwana, ninakubariki. Asante Simba wa kabila la Yuda, ninalibariki jina lako Jemadari. Ninalitukuza jina lako Yehova. Baba yetu na Mungu wetu, na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu. Ninakutukuza Bwana. Shika kweli Bwana, anza kularua uongo. Anza kularua roho ya uchonganishi. Anza kularua roho ya kukwaza. Haya, kamata kweli ya Mungu. Anza kularua magonjwa hayo sasa. Anza kularua, anza kularua. Niko tena mbele za uso wako Jemadari. Nahitaji ukapate kuonekana mwaminifu. Ninakutukuza, ninakubariki. Asante Simba wa kabila la Yuda. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, katika jina la mwanao Yesu Kristo wa Nazareti, ninakutukuza, ninakubariki. Ninakutukuza na kubariki kwa damu ya Yesu wa Nazareti, kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Roho Mtakatifu ni moto, Roho Mtakatifu ni moto, Roho Mtakatifu ni moto, Roho Mtakatifu ni moto. Ninakamata kila nguvu za uharibifu. Ninakamata kila nguvu za uharibifu. Ninakamata kwa jina la Yesu. 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 Baba yetu na Mungu wetu, na ijulikane
Asante Simba wa kabila la Yuda, Mungu wetu na Baba yetu, na julikane Bwana. Ninakutukuza, ninatoa uchafu ndani ya tumbo. Ninakamata. Asante Bwana kwa sababu umenipandisha cheo. Asante Bwana kwa sababu umenipandisha cheo. Ninakutukuza na kubariki Bwana kwa cheo chako Kristo, kwa cheo chako Yesu. Ninakutukuza Baba yetu na Mungu wetu. Baba, katika jina la Yesu Nazareti, Mungu wetu na Baba yetu na julikane. Asante Simba wa kabila la Yuda, ninakutukuza na kubariki katika jina la Yesu Nazareti, Mungu wetu na Baba yetu. Ninalibariki jina lako jemedari. Haya, ninaamuru mapepo toweka, 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 ninaamuru mapepo toweka kwa damu ya Yesu Nazareti, Mungu wetu na Baba yetu julikane. Asante Simba wa kabila la Yuda, ninalibariki jina lako jemedari. Asante Simba wa kabila la Yuda, ninalibariki jina lako jemedari. Peke yako ni Mungu na stahili, kwa neno lako lililojaa kweli, kwa neno lako lililojaa kweli, kwa neno lako lililojaa kweli. Baba yetu na Mungu wetu, ninakamata majini kwa kweli yako katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Nazareti. Roho Mtakatifu ni moto, Roho Mtakatifu ni moto, Roho Mtakatifu ni moto, Roho Mtakatifu ni moto, Roho Mtakatifu ni moto. Inavamia mapango, inavamia mapango kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Inavamia mapango, 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 inavamia mapango. Baba yetu na Mungu wetu, na ijulikane Bwana ya kwamba wewe ni Mungu unastahili. Asante Simba wa kabila la Yuda, Mungu wetu na Baba yetu. Ninavamia, 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 ninavamia Madina, ninavamia distrikti, ninavamia moto na Yesu, 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 moto na Yesu. Ninakwenda kufunua, ninakwenda kufunua mabingu ya Yesu, nakwenda kufunua mbele ilivyofunikwa, nakwenda kufunua mbele ilivyofunikwa kwa jina la Yesu Nazareti. Roho Mtakatifu ni moto, Roho Mtakatifu ni moto, Roho Mtakatifu ni moto, Roho Mtakatifu ni moto. Nakwenda kufunua ajabu, nakwenda kufunua ajabu, nakwenda kufunua ajabu, nakwenda kufunua ajabu kwa jina la Yesu Nazareti. Ninakutenga na majini, nakutenga na majini, nakutenga na majini. Baba yetu na Mungu wetu, nakutenga na ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu Nazareti. Fire, 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 fire. Kwa damu ya Yesu Nazareti. Ninakamata, 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 ninakamata. Nakamata roho ya simba, nakamata roho ya simba, nakamata roho ya simba, nakamata roho ya kiume, nakamata roho ya kiume waliokutupia hiyo roho kwa damu ya Yesu Nazareti. Ninakamata, ninakamata, ninakutenga kwa neno, ninakutenga kwa neno, ninakutenga kwa neno, ninakutenga kwa neno, ninakutenga kwa neno. Ninavamia, 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 ninavamia kwa jina la Yesu Nazareti. Haya, chomoka, 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 chomoka. Ninazungumza roho za uchawi kwa damu ya Yesu Nazareti. Baba yetu na Mungu wetu na ijulikane kwa jina la Yesu Nazareti. Ninaachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto ya mikono, naachilia mikono hiyo, naachilia mikono hiyo, naachilia mikono hiyo. Fire, 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 fire kwa jina la Yesu Nazareti. Roho Mtakatifu ni moto, Roho Mtakatifu ni moto. Ninavamia waliokufunika, ninavamia waliokufunika, ninavamia waliokufunika, ninavamia waliokufunika. Baba yetu na Mungu wetu, ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu unastahili. Asante Simba wa kabila la Yuda, Mungu wetu na Baba yetu, peke yako ni Mungu unastahili. Asante kwa sababu wewe ni Mungu unastahili. Onekana, ujidhihirishe Bwana. Tembea jemedari Simba wa kabila la Yuda, Mungu wetu na Baba yetu. Moto, moto mtali, moto njema. Achilia moto kwa damu ya Yesu Nazareti. Roho Mtakatifu ni moto, 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 Roho Mtakatifu ni moto. Kwa neno lako Bwana, fanya huruma, fanya huruma, fanya huruma, fanya huruma, fanya huruma. Baba yetu na Mungu wetu, ninakutukuza na kukubariki.